2 Corinthians chapter 5 verse 17. Nasemaje? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama. Manake uwe makini. Yes, tazama imekuwa mapya. Usipotezee ya kwamba kuna mambo yamekuwa mapya. Neno kiumbe kipya pale ni maneno mawili Kigiriki, kainos, thesis, ambao maana yake kwa lugha rahisi ni fresh breed. Ni kitu kipya kana kwamba hakijawahi kuwepo. Na Mungu akiita kitu kipya katika Kristo, upya wake ni wa milele. Ina maana haipotezi thamani. Hauwezi kusema nilipookoka 2003 nilikuwa ni kiumbe kipya, lakini sasa hivi nilikuwa kiumbe kilichozeeka. Haizungumzi umri. Inazungumzia uumbaji mpya. Ndani yake anapotazamwa ni kitu kisichopotea, kitu kisichopoteza thamani. Maana yake mwamini aliyeamini 2001 na aliyeamini leo wana value sawa ndani yao bila kujali muda gani katika Kristo. Kwa nini? Kwa sababu alivyo actually mpaka leo Paulo ni kiumbe kipya leo japokuwa hayuko katika mwili. Unajua Unajua kiumbe kipya hakiondolewi na kifo Ina maana alichokuwa nacho Paulo ninacho leo kwa thamani ile ile, kwa nguvu ile ile, kwa ubora ule ule. Ndio maana kiumbe kipya. Kilichopita ni asili ya dhamani, asili iharibikayo. Ndio maana nasema tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Kama iharibiki, maana yake ina maintain value, thamani yake eternally. Mbegu isiyoharibika. Kwa hiyo siwezi kusema namshukuru Mungu mwaka 2026 nilipookoka nilikuwa kiumbe kipya, lakini Mungu nani anajua? Mimi sasa hivi nimezeeka. Jamani, nyie ni viumbe vipya katika Kristo, lakini mimi ni kama nimezeeka sasa. Hawazeeki katika Kristo, hawazeeki katika mwili. Amen. Lakini katika Kristo ni kiumbe kipya. Hata akianza kushika mkongojo namna hii ni kiumbe kipya. Asili yake ni intact kama siku ile alipozaliwa upya katika Kristo. Ndio maana ya kiumbe kipya. Fresh. Niko fresh juzi kama leo, na leo kama juzi, na kesho kama juzi, na kesho kama zamani. Hicho ni kitu pekee ambacho kinapatikana katika Kristo. Kwa bibi yako aliyeokoka 2011 bado ni kiumbe kipya. Bado ni fresh. Bado anaweza akatembea katika mamlaka aliyotembea nayo zamani. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti. Utambulisho wetu pia ni katika Kristo. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Kwa mtu ndani ya Kristo ni utambulisho. Andika hiyo. Mtu ndani ya Kristo ni utambulisho wa tofauti. Ari ni mtu, lakini sio mtu tu. Ni mtu ndani ya Kristo.